Unajua, kabla ujumbe wa Iran haujasafiri kuelekea Islamabad nchini Pakistan, kulikuwa kuna masharti mawili ambayo Irani ilikuwa imeyademand kwamba yaweze kutimizwa, ndipo ambapo safari iweze kuanza kuelekea Islamabad nchini Pakistan katika mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika hapo baadaye. Sasa moja kati ya masharti ambayo yalikuwa yamewekwa ni mapigano kati ya Israel na Hezbollah kule nchini Lebanon yaweze kusitishwa kwanza, ndipo waweze kusafiri. Lakini jambo la pili, kuna kiasi cha fedha cha dola bilioni 7 za Kimarekani ambazo Marekani waliweza kuzuzuia. Hizi zilikuwa ni fedha za Korea Kusini ambazo ilibidi iweze kuilipa Irani. Sasa Marekani waliweza kuzuia kutokana na vile vikwazo ambavyo vilikuwa vikikabili Irani. Sasa Irani walitaka kwamba mzigo wao uweze kuingia kwanza, kisha baadaye waweze kuanza safari. Na kupitia spika wa bunge Mohamed Ghalibafu aliweza kuchapisha kwa kueleza kwamba hatua mbili zilizokubaliwa kwa pamoja kati ya pande husika bado hazijatekelezwa: kusitisha kwa mapigano nchini Lebanon na kuachiwa kwa mali za Iran zilizokuwa zimezuiliwa kabla ya kuanza kwa mazungumzo. Masuala haya mawili lazima yatimizwe kabla ya mazungumzo kuanza. Alikuwa ni spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibafu ambaye aliweza kuchapisha ujumbe huo akieleza kwamba masharti mawili yakubaliwe kwanza, kisha ndipo waweze kuanza safari ya kuelekea Islamabad. Sasa baada tu ya kuandika hivyo, ikabidi upande wa pili waweze kukubali. Hawakuwa na namna, kwamba mapigano yalianza rasmi. Mapigano nchini Lebanoni yakaanza kusimama, lakini dola bilioni 7 za Kimarekani za mali ambazo zilikuwa zimezuiliwa Irani zilikuwa zimeachiwa huru. Ndipo ambapo sasa wakaanza safari ya moja kwa moja kutokea Irani kuelekea nchini Pakistan katika mji mkuu wa Islamabad, katika mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika hapo baadaye. Utaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo Irani wako very serious katika haya. Yaani Irani bwana, walikuwa wameweka misimamo yao kwanza, mambo yatimie, ndipo ambapo waweze kuanza safari. La sivyo safari haingekuwepo. Na mara nyingi viongozi wao wamekuwa na misimamo mikali kulikweli. Yaani wakisema kitu, basi mara nyingi huwa lazima kitimie kwanza, na kisipotimia basi utajikuta katika shida ambazo haujaweza kuzitarajia kwa kiasi kikubwa sana. Ndivyo ambavyo viongozi wa Iran walikuwa wakidimandi, na ndio maana safari yao ikatimia baada tu ya Marekani kuweza kutimiza vigezo hivyo na Israel kuacha kuishambulia Lebanon. Kwa hivyo kwa sasa Lebanon kule hali ni shwari na mazungumzo yanatarajiwa kuweza kufanyika. Kuko kuna usalama wa hali ya juu bila kuwepo na tishio lolote katika mazungumzo haya. Basi kwa taarifa zaidi na kuomba uendelee kuwa nasi leo hii. Tutakupatia yote yanayojiri katika anga za kimataifa, hasa mazungumzo ambayo yanafanyika pale Islamabad nchini Pakistan.